hizo ambazo Morocco wamezipata na Stars wanatoka hapa top. Kiufundi hasa wapi imekuwa ni sehemu sahihi imefanywa na Stars na sehemu gani ambapo tumekwama hasa? Nilianza kwenye usahihi ni kuanzia kwenye lineup kwanza. Nadhani mwalimu hakuwa mbali na kile ambacho tulikuwa tunakijadili hapa kwenye wiki hii wakati tunaelekea kwenye huu mchezo. Hususan kwa mimi kwa upande wangu. Nakumbuka mapendekezo ya kikosi kilichoanza ni copy na paste na kile nilichokuwa nakisema kama mnakumbuka. Kwa maana kwamba kuanzia kwenye backline ameanza na ukuta wa Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, then mafullback wakawa ni Kapombe pamoja na Shabalala kama ambavyo nilikuwa nimezungumza, lakini kwenye eneo la kiungo akampa Nova pamoja na Mudathir wakiwa wana operate chini, alafu juu yao anakuepo Faisal Salum Abdalla, then winga moja Mzize, winga moja Kibu na Msuva akiwa anamaliza kwa maana kama striker pale juu. Kubwa zaidi kwenye mpango wa mwalimu ndipo hapo naweza nikapongeza. Nadhani wengi pia ndo wanazungumzia kwamba wanaweza kuwa mpoteza mchezo, lakini kuna namna wanaona kuna kitu ambacho timu imekionyesha. Kwa maana approach ambayo mwalimu alikuwa nayo muda mwingi kukaa nyuma ya mpira, nadhani hilo pia tulilizungumza hapa kwamba hilo ndio ilikuwa options nzuri zaidi ya kwenda nayo kuliko kujaribu kutaka kupishana nao. Ingeweza kuleta shida kidogo kutokana na kwamba unacheza na timu ambayo wamekuzidi kwanza kwenye teamwork kwa maana muunganiko wa timu yao au ni Morocco, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja vile vile wanakuwa wametuzidi. Kwa hiyo option nzuri zaidi ni kwenda katika mtindo ambao tunakuwa nyuma ya mpira zaidi, tukisubiri zile moments ambazo tutazitumia kwa sisi kujibu kwa kutumia wachezaji ambao wana kasi, lakini pia wana uwezo wa kumaliza nafasi hiyo ambayo wanaweza kuipata hata kama ni chache. Ndipo ambapo option inakuja kutumia kina Kibu pamoja na kina Mzize kwenye maeneo pembeni, kwa sababu ni wachezaji ambao wana kasi, wana nguvu, lakini pia wakipata nafasi wanaweza kumaliza, kwa sababu hao wote washawahi kucheza kama striker kwenye timu zao hapo nyuma. Mzize akiwa na Young Africans ana uwezo wa kucheza kama long striker pia, maana ni kwamba ni mtu ambaye anaweza kumaliza nafasi za mwisho. Lakini pia Kibu akiwa na Mbeya City nakumbuka alikuwa anacheza kama striker, sio pembeni kama hivi sasa, maana ni kwamba naye anaweza kuconvert nafasi. Msuva vile vile ndo anakimbizana kwenye top scorer wa timu ya taifa hivi sasa, maana ni kwamba naye anaweza angeweza kutuofa kitu kwenye hiyo mechi. Lakini lawama, unajua kuna ile unaweza kusema sababu zilizokufanya upoteze, kuna zile ambazo zinakuwa kama tumeweza kufanya hivyo hata kama tutashindwa kufuzu, ingawa sijui kama nafasi bado ipo, lakini hata kama tutashindwa, lakini naamini tuna room pia ya kuona namna gani tunaweza kuinject damu mpya kwenye timu, tunaweza tukaongeza bidii kwenye hilo na mwisho wa siku tukaweza kufanya vizuri zaidi kwenye mchuano ambao inakuja. Fanya jana kuna wengine wanaweza kuwapongeza zaidi na wengine pia kutokana na ukubwa wa mchezo. Yes, wamecheza kwenye level yao, lakini kubwa zaidi tunatizama mengi yametokea. Nimepita kwenye baadhi ya sehemu watu mpaka wanahoji wanasema Nova pengine uwezo wake umekuwa ni mkubwa sasa hivi, pengine anaweza akacheza mpaka IPL, tunaweza kujifariji hivyo. Lakini pia kuna Yakubu Suleiman amemzungumza Ahmed Morocco hapa. Wengi walitegemea bila shaka kama si 70% au 80% au 90% kabisa wategemea Ali Salim pengine ndio angeanza golini, lakini imekuwa tofauti, amekwenda na Yakubu Suleiman. Performance ya mchezaji mmoja mmoja kwa mchezo huu umeitazama vipi hasa mbele ya Morocco? Ningekuwa na gawa rate zile rate za wachezaji uwanjani kabisa, nafikiri Yakubu mimi kwangu hata kama tumepoteza mchezo walau wangefikisha rate 8 na point, kama sio 8.5 basi hata 8 tu zinatosha. Nimeona kuna baadhi ya watu wamempa Kibu kama ni 7. Nafikiri mchezaji pekee Kibu, of course yes, mwenye 7 lakini ipo namna kidogo unapaswa kuzungumzia performance ya golikipa Yakubu Suleiman. Sababu kubwa inaweza kusema kwa nini unaweza ukapata uwanda mpana kumzungumzia ni kwamba ni golikipa ambaye cha kwanza, hebu tizama ni mechi ya ngapi alafu tunakwenda kucheza na nani? Timu ya taifa ipi tunakwenda kucheza nayo? Ametoka kwenye klabu gani? Umeona kabisa ametoka kwenye klabu ambayo ni ya level ya kati kwa maana ya JKT, si ndio? Lakini performance ambayo anakuja kuionyesha kwenye mechi team level. Kwa mfano najua kati ya vitu ambavyo vilikuwa muda mwingi vinazungumzwa kambini ni kwa Yakubu Suleiman golikipa. Yaani lazima alikuwa anafuatwa na baadhi ya wachezaji wengi sana ambao wana exposure na mashindano, lakini wana experience muda mrefu wamecheza, lazima atakufuata. Unakuta Msuva amekuja mechi hii sijui hivi na hivi na hivi, amekuja kapteni sijui nani hivi, kila mmoja atakufuata. Mwisho wa siku na hofu benchi la ufundi litakufuata kivyo vyote vile. Bwana punguza pressure hivi na hivi nicheza kama unacheza mechi ya JKT na nani na Tanzania Prisons. Umeona? Imempa faida kubwa sana kwenye mechi ya jana. Nafikiri tunaweza tukawa tunazungumza tofauti kwa sisi ambao tumetizama kwamba kwa engo ya matokeo tu kwamba bwana Yakubu Suleiman ndio mechi yake ya kwanza Taifa Stars tumepoteza ya kwanza kabisa kwenye mechi kufuzu World Cup.
ila national team mimi nafikiri labda kwa upande wa Zanzibar kule panapata, ila kwa Taifa Stars afu ndo nilitaka niulize hilo, maana yake sijafuatilia sana timu ya taifa ya Zanzibar. Ndio goalkeeper na nini kule, yes of course amedaka kule, una mechi amedaka, mimi nakumbuka kwenye Mapinduzi Cup amedaka, umeona. Kwa hiyo unapata kidogo nafasi ya kumzungumzia kwa ubora aliouonesha. Mimi kwangu yani unaona kabisa ni goalkeeper, yani hata angekuwa Yona Amos performance ambayo angeonyesha kama performance ya jana ya Kubu Suleiman, mimi naamini ningempongeza. Lakini kikubwa zaidi point yangu moja John, nakumbuka huwa naisema kila siku hapa, yes, magolikipa wengi hapa nyumbani yani viwango vyao ni vinaendana, ni kama vinaendana, yani wengi yani havipishani sana. Kwa mfano mimi naamini jana hata game angepewa Masalanga, yani angepewa goalkeeper mwingine. Lakini hii unajua chagizo ni nini? Ngoja nimalize kwanza, tutarudi kwenye nusu ya pili kuzungumza haya. Baki na sisi msikilizaji. Mzee Kubu Suleiman kwa upande wa golini pale, kile ambacho amekifanya, pengine wengi ni kwa mara ya kwanza namuona akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, na hasa kwenye eneo la michezo hii mikubwa, na unacheza na timu ambayo pengine wengi wanaamini kwamba ni timu ambayo kwa Tanzania kufanya yani kupata ushindi kwa ni ngumu sana, lakini kile ambacho amekifanya bila shaka pongezi zinastahili. Of course, kwanza yani pongezi zinastahili kwa namna gani bwana Rama? Ni kwamba ukipiga mahesabu tulikotoka na mpaka tulipo saizi hapa kwenye upande wa football, lazima useme tunahitaji kujipongeza kwa namna yoyote ile. Ishai kuzungumza hapa, hizi timu za kutoka ukanda wa kaskazini miaka ya nyuma kidogo tu watu tukikutana nazo, lazima unaona kabisa kwamba adha tunayokwenda kukutana nayo kama sio bao kuanzia, lakini issue inapokuja ni kwamba Morocco tushaimfunga, lakini of course yes, 3-1 shai kumfunga na kumbuka. Lakini na issue inapokuja bwana Rama ni kwamba kwa mfano sasa hivi tunamzungumzia Kubu Suleiman, si ndio? Performance ambayo ameionyesha kwenye ligi msimu huu, ligi ya ndani, lakini mwisho siku kwenye mechi ya jana, hata kama tumepoteza mchezo, yaje Mohamed Hussein kwa mfano, unasema performance mbaya, afu angalia kwenye line yake anakaba kina nani? Yani una fullback wa upande wako ambaye anakuja kukuattack, anacheza United, Nasr Mazlui, sio unaelewa? Alafu una wing ambaye wakina Diaz anacheza Madrid, umeona? Kwa hiyo ipo namna kidogo sasa kilikuwa kipimio, of course, yani lazima useme kwamba unaposema kwamba unakwenda kucheza mechi, nilitamani nione wachezaji wengi sana kupata nafasi jana, yani pale umkose na Nasr Mazlui afu acheze akimzia, nitamani muda fulani nimuone na Kagoma Kibato pale katikati, yes. Sasa ndio bato ambao mimi nilikuwa naitaka, nilikuwa nasema mimi Mudathir nisingempa mechi, kaka mimi walai tena nisingempa mechi. Mimi nilikuwa nataka pale kuona katikati panakuaje akicheza Nova, akicheza Yusuf Kagoma. Sisi shida yetu si kwa moja tu, hapana. Sisi tumenafikiri mentality ambazo tumezitengeneza kwa sababu kwamba muda lazima kuna mechi lazima uwe smart kivyo vyote vile. Sio kila mechi kwa sababu sisi tunacheza vurugu kwenye ligi yetu. Alafu na kule tunakwenda kucheza vurugu. Mimi na imani kati ya mechi ambazo Yusuf Kagoma angekuwa mtulivu ni mechi ya jana. Mimi nadhani Morocco jana alikuwa anaangalia work rate kuliko kutafuta utulivu, kwa sababu kama sio Mohamed Hussein kwa Mazraoui, kama mnaweza kuwa mnakumbuka vizuri, ilikuwa ni mazima kabisa. Ni kweli kuna moments fulani labda inawezekana ukakosea timing na nini, lakini kuna zile ambazo kabisa unaona kwa kiungo wa ukabaji ambaye ameshapita vilabu vikubwa kama hivyo anaweza kuwa navyo zaidi. Lakini John umezungumza kwa goalkeeper, mimi bado narudi jamani na hoja yangu. Sijui kama nitakuwa nakosea. Ila mimi bado naamini yani magolikipa wetu wengi, ukitoa wale ambao wameshatengeneza klasi yao na wamepita, kina Manula, kina Kaseja, kina Ivo na wengine wengi, Mustafa Batezi Mtinge, wengine watu tunao baki nao. Yani mimi ninachokiamini leo mpaka kesho na kesho kutwa, wengi wao level ni ile moja, isipokuwa tu ni kuaminiwa na pengine kupata timu kubwa ya kucheza, ndio kitu ambacho labda kinaweza kukaa kinawakwamisha. Mimi nakumbuka magolikipa wengi sana wameibuka hapa katikati. Kama mnamkumbuka Mohamed Makaka, alikuwa na save hadi sio poa yani. Mohamed Makaka rubu shooting na stand. Lakini ni timu inaisha na save 12. Yani huyo ni goalkeeper, lakini unakuta tu anakuwa na madhaifu labda kwenye sehemu mbalimbali. Kwa mfano kama jana Yakubu nilikuwa naona kwenye footwork ile, yani uwezo ukasema ni yani ile hata kama ni goalkeeper lakini ile ni too bad kwa kweli. Mimi siwe muongo. Na kama mnakumbuka kuna muda fulani hawa wachezaji hawa kina Mohamed Hussein, hawa kina Kapombe, kina back four yake kwa ujumla imeshazoea kucheza na magolikipa ambao ni top class hivi sasa kwenye kutumia mpira, kwenye kucheza mpira miguuni. Kwa mfano kama mnakumbuka, kama mnakumbuka hawa Kapombe na Mohamed Hussein wao Simba wako na Kamara pale. Wote tunajua namna ambavyo footwork yake iko vizuri. Lakini Ibrahim Baka pamoja na Jobu wako na Diara. Wote tunajua namna ambavyo anaweza kuchezea mpira miguuni vizuri. Kwa hiyo kuna nyakati fulani walikuwa wanamrudishia
sijui sasa ni kujisahau ama ni nini, lakini unaweza kukuta boko limetoka pale. Kwa hiyo mimi naamini amefanya ndio kazi nzuri, amelinda lango, lakini mimi nadhani hoja yangu itajikita zaidi kwenye kuprize kile mwalimu alichokifanya, kwa maana ya approach yake, kuona namna gani wanaweza kulinda timu in general kwenye ukuta. Kama hata takwimu zinaweza zikaongea kitu ambacho nataka nikiongea. Clearance jana za Stars zilikuwa ni 30 kwenye mechi. Mpaka na Job amfanya kazi kubwa sana. 30. Katika hapo ambapo mpira sisi tumemiliki 25% tu sio, dhidi ya 75 za Morocco ambazo walikuwa wamemiliki. Lakini hapo kwenye mashuti ambao wamepiga mashuti 9 takriban, lakini matatu tu peke yake ndo ambayo yalikuwa on target. Kwa hiyo vitu vyote vinaweza vikakupa picha kwamba ni namna gani hawa walikuwa wanajitahidi zaidi kumlinda goalkeeper, na wakijua kabisa hana uzoefu mkubwa kwenye eneo la golini, na walifanikiwa kwenye hilo eneo. Mimi naamini kabisa ingekuwa ni ile ambayo watu wanafika, yani ile Morocco wamefunga booster, sasa tunataka tufike kweli tupate labda chuma 5 chuma 6. Nadhani sifa hapa zingekuwa ni tofauti kabisa na kile ambacho kinatoka. Sibezi alichokifanya Yakubu ni goalkeeper mzuri, lakini naamini ana room pia ya kuweza kuwa bora zaidi na kutengeneza kitu kikubwa zaidi. Lengo si kumcrash ama kuona kwamba hajafanya kitu bora. Lengo ni kutaka kupata timu ya taifa ambayo tunaweza kuwa sasa tunajivunia kwamba hapa tuna goalkeeper ambaye tunamwamini 100% kwenye eneo la golini, kwenye back four tunaiamini 100%, kwenye eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji vivyo hivyo. Kwa sababu gani nasema hivi? Ndio yale tutarudi. Juzi tunaona hapa mafanikio TFF uzuri wametupostia wiki iliyopita yote, na kama sio kama amerudia pia mafanikio ya timu zetu za taifa na nini na vitu kama hivyo. Sawa, tunakubali tunakuwa tumefuzu, lakini tunakofuzu kwenye michuano tunafanya nini? Yani hilo ndo hoja. Tunaenda AFCON, si ndio? Tunafanya nini? Kila siku tunaburuza mkia. Sasa hoja ni nini? Lazima tutengeneze timu. Yani tuache hizi sifa tu za nini? No, yani lazima tujenge timu ambayo kweli itakuwa inaenda kucompete, timu ambayo kweli inaenda, hata kama tumeshindwa sana tutoke basi hata hatua ya makundi ambayo tunaishia twende hatua nyingine. Kama kweli tunakuwa tuna ligi namba 4, maana yake ni kwamba kuna hatua ambayo tumepanda. Hatua ambayo tumepanda huwa hazipandi timu tu peke yake, maana yake ni hata wachezaji ambao uko nao ndani lazima wao wanakuwa wanapanda, kwa sababu si hawa wachezaji, yani uweze kuniambia ligi kuu leo eti ni wachezaji wa kigeni tu wanacheza. No, tuna wachezaji wetu ambao wapo nao wana mchango wao kwenye kuifanya ligi iwe bora. Sasa hawa wachezaji ambao wana mchango wa kuifanya ligi iwe bora unawaweka vipi ili na wao waweze kutengeneza timu ya taifa ambayo itakuwa competitive? Yani sio tu timu ambayo tunapiga dua leo tunacheza na Morocco tupate ushindi. Yani unajua sisi sijui mtolee mfano gani ambao labda naweza nikaeleweka vizuri. Yani unajua kuna ile lifestyle fulani bwana Rama, mtu na maisha yetu ya Kitanzania wengi ambao tumekulia, mnaenda mzazi anatoka anatafuta pesa ya chakula siku husika ya kesho huyajui, sijui kama ndege vile ya kila leo anajua kesho. Yani leo kawaleta 2000 ndo mmekula nyumbani, kesho anaenda kuhangaika tena apate nyingine. Sasa tutoke huko tuende katika muda ambao tunaweza tukatengeneza timu ambayo tunaitegemea kesho na kesho kutwa, kwamba tuwe katika level fulani. Leo kwa tunashuhudia timu kama Komoro, niliona waliongoza kundi lao kwa kipindi fulani, sijajua sasa hivi, sijaangalia matokeo yao. Vijana sio wameshinda Komoro, ameshinda moja, kama ameshinda basi amerudi tena kileleni kwenye kundi lake. Sasa Komoro unaweza kuniambia ni taifa tayari na watu wangapi? Ni si watu cha kawaida, lakini unaweza kusema labda kuna mipango thabiti ambayo wamekuwa nayo na mwisho wa siku wamekuja kutengeneza kitu bora zaidi. Kwa mimi natamani kesho na kesho kutwa tuwe na timu hiyo ambayo inaweza kuwa na ushindani zaidi kuliko hiki ambacho tunakuwa tunakionyesha. Ndio maana sikutaka kuongea mengi kabla ya game na Morocco, nilitaka ipite kwanza ili ndio tuweze kuongea tuweze kuongea zaidi mambo ambayo yanaweza kufuatia hapa. Ingawa kwetu inaweza kawa sio bahati mbaya sana. Kuna mataifa ndio makubwa mengine yameshindwa kufuzu kama Nigeria na nini, lakini hao ni ya jirani. Ya kwetu sisi sasa tuangalie kama kweli tuna mipango na tunahitaji na tuna uchungu wa kuona kweli timu yetu ya taifa inafuzu huko. Maana yake kufuzu ni jambo la kwanza. Yaani narudia hiki kitu nieleweke vizuri. Kufuzu ni jambo la kwanza, lakini unaenda kufanya nini huko unakofuzu? Sio, unanielewa? Ndio wale mimi nakumbuka kuna wanangu fulani na wajua kabisa klasi walikuwa ni kawaida, sio kwamba wana uwezo mkubwa sana. Wamepiga mtihani nini kidato cha 4 wamemaliza, kutaka kushtua kijiji wameenda kuchagua combination ambazo kabisa unaona hizi huyu jamaa kweli atafanya kitu hapa. Chagua kweli kwenye hii combination. Kweli wameenda huko wamezungusha wamerudi. Sasa hiyo inakuwa si kitu kizuri. Yani kuna wakati lazima wewe mwenyewe ujiangalie mazingira yako na aina wachezaji ambao uko nao na muone kabisa hata kama tutakuwa tumeshindwa kufuzu hivi sasa, lakini tutengeneze timu ambayo kweli itakuwa na ushindani. Kwa sisi Elisha kipi kinapaswa kutangulia kwa namna taifa letu lilivyo, uwekezaji kwenye football, siko naelewa. Kipi kinapaswa kutangulia? Tutengeneze mazingira au tutengeneze standard kwanza ya kupata nafasi ya kufuzu, au tufikirie vitu vyote viwili kwa wakati mmoja? Kwa sababu tutengeneze timu kwanza, si ndio? Timu kwanza ile ndio jambo. Mimi kwa mtazamo wangu wakati nasema tunatengeneza timu kwanza, si ndio?
tunafikiria kufuzu pia, ila tusifikirie tukifuzu kwamba tukafanye makubwa. Maana yake ni kwamba kwa mfano lengo ni moja. Kwa mfano wewe unazungumzia hivi tukifuzu tunakwenda kufanya nini, si ndio? Maana yake tutengeneze timu ila tusiendelee kufuzu tu, tunaendelea tu kukaa pale pale. Kwamba timu iwe bora. Kitu kingine ambacho tunapaswa kufikiria pia. Mimi nafikiri tutizame kwanza daraja la wachezaji wetu. Siko naelewa. Consistency ya kuwa na performance bora. Maana yake unaposema tutengeneze timu, tunatengeneza timu, hawa wachezaji wetu sisi huwa wanakuwa na muendelezo wa kuwa na kiwango kile kile. Hata kama sio kile kile, walau hata kwa misimu 2-3 mfululizo wanaweza kuwa na kiwango bora kile kile. Maana kutengeneza timu at least uwe na wachezaji kuanzia 8 mpaka 7, si ndio? Wao wana performance bora ile ile consecutive miaka at least 3-4. Ukienda kwenye timu ya taifa England, kuna wachezaji wanacheza timu ya taifa England mwaka wa 10 au mwaka wa 8. Harikeni, sijui unanielewa. Tafuta sisi wachezaji wetu. Yupi ambaye amepata nafasi ya yani kupata call up national team walau hata miaka 3 mfululizo? Lazima tutafuta baadhi ya maeneo. Kama sio safu ya ulinzi, basi ni eneo la goalkeeping. Umeona hicho kitu? Kwa mimi lengo langu ni moja. Unamtafuta mchezaji ambaye unataka kutengeneza timu. Lakini kama unatengeneza pia standard ya kuqualify ya kucheza tu, ya kuingia hata kama au qualify kuelekea hatua kubwa zaidi, kitendo cha kushiriki naamini kuna kitu na kitengeneza. Umeona ambacho hawa kina Morocco ambao tunawaona, ingawa wao walishatangulia kutengeneza standard yao mapema. Zipo baadhi ya timu za taifa hazikuanza tu moja kwa moja kufika kwenye hii hatua ya juu. Yaani walianza kwanza kutengeneza mazingira ambayo ya kuzoea kufanya nini? Kufuzu. Yaani wewe zoea kwanza kushiriki hii michuano. Umeona? Ukishazoea mwisho wa siku kitendo cha siku ambao ni hizo unazungumzia top 8 teams kwenye Afrika. Si jambo dogo kama ambavyo labda tunalichukulia kwa sababu tumezoea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Yaani mimi naamini kabisa. Ndio maana mfano wangu ukajikita zaidi kwenye AFCON kwa sababu tumeanzia hapa. Naona mara nyingi yani kufuzu tu tunauma meno John. Yaani hiyo ni kweli ambao uko wazi. Kufuzu tu ndio hivi, dua nyingi, kelele nyingi. Sasa mkifuzu uone unategemea nini? Yaani kama nguvu kubwa umetumia nje. Ana uhitaji wa mechi hii. Sasa unapata draw umefuzu hamasa. Maana hoja yangu si katika yani si nieleweke vizuri. Yaani ni katika kujenga. Hoja yangu ni katika kujenga. Natamani kuona kufuzu inakuwa smooth kwetu. Yaani isiwe deal tena. Sio, mnanielewa? Ila kule tunakoenda kuingia sasa ndio tuwe tunafikiria zaidi kwamba hapa tunaenda kufanya kitu gani. Yaani mfano mzuri leo tumeona mfano timu kama Morocco. Labda hiyo inaweza kuwa ni level kubwa sana. Lakini kwa mfano wao unaona sidhani kama wao wetu saizi kufuzu kwao ni deal. Si mnaona ambapo mambo haya yanaenda simu. Lakini tutaenda kufikiria na ndio huko ambako natamani na sisi tufike. Lakini kitu ambacho wao wanakifikiria zaidi ni kwamba yani pengine saizi wao wanaifikiria zaidi World Cup kuliko hata hii mechi ambayo wamecheza jana. Kwa mimi ambacho nakiamini. Kwa hiyo naamini na sisi ama natamani na sisi ndio tufike kama level hizo. Hiyo kwa AFCON, hiyo ni kwa World Cup. Yani isiwe tena kufuzu ndio tunaanza kuuma meno na kuweka jitihada nyingi zaidi. Kwa sababu ukishaweka jitihada nyingi huko, maana hata ukifuzu itabidi utumie nguvu mara 2 ya ile ambayo ulikuwa umeitumia mwanzo, kitu ambacho tena kinakuwa nje ya. Mimi naamini tumalize kwenye eneo hili la nafasi kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Zabim, kwenye michezo hii Morocco ndio anaongoza akiwa na alama 15. Lakini Niger ana alama zake 6. Sawa na Tanzania nafasi ya 3 ana alama 6. Nafasi ya 4 Zambia ana alama 3. Congo Brazzaville kwa mwishoni hana alama yoyote. Nafasi iko wapi kwa timu ya taifa ya Tanzania ukipiga hesabu pia kwenye kundi hili? Unajua kuna muda unapatoka kasi kidogo. Ukishaziangalia alama za Morocco unapata shida kidogo. Ana alama 15 hivi sasa. Na ambapo tunazungumza kwamba kama ikitolewa zile alama za Congo zikawa ni for Biden, atakuwa na alama zake 13. Atakuwa na alama 12. Ina maana kwenye michezo yake mingapi? Mpaka sasa hivi anahesabika mcheza michezo 5. Ukitoa ule mmoja kwenye michezo 4 sasa ameshinda yote, ana alama 12. Na sisi hapa Tanzania pamoja na Niger tumeshacheza michezo yetu 4, tuna alama 6 kwa kila mmoja. Sasa unaangalia kama kibaki na zile alama 12. Nafasi ya kufuzu kwa Tanzania inabidi ashinde michezo yote 2. Kwa maana ana mchezo tarehe 6 mwezi wa 9. Umeona mchezo mmoja huo atacheza dhidi ya Niger. Lakini pia ana mchezo tena tarehe 8 mwezi wa 10 wa kufuzu World Cup dhidi ya Zambia. Sasa unaangalia akishinda hiyo michezo yote bado inaanza nini? Aggregate itakuja kutuhukumu pale. Tayari ukimwangalia Morocco ana goli 14 plus, kuanzia goli 12 kwenda juu. Tanzania goli 14 kafungwa goli 2. Ana goli 14 sahihi. Wakati Tanzania tumefunga goli 2 tu na tumeruhusu 4 kama niko sahihi.
Yes. Yeah, bado naona nafasi yetu ya kufuzu ni ndogo. Ina maana hata wakija kwenye head to head bado inatubakiza, na tukienda kwenye goal aggregate bado inatubakiza. Nadhani kwa msimu huu tumejaribu, imeshindikana. Yaani hapo namba zinatubana kwa vyovyote. Yaani maana yake Tanzania mechi mbili hizi za Niger na Zambia ashinde goli 5-5, ina maana akishinda 5-5 anakuwa na goli ngapi? 12, si ndio hivyo? Bado hazifiki kwa Morocco. Yaani takiwa tushinde goli zaidi. Na ukiangalia scenario ya kikosi chetu namna ambavyo inacheza, kwamba inaweza kushinda mechi moja goli 3+ ni ngumu. Yaani ile ukilifikiria tu ni ngumu na kiuwazi tu, yani obviously ni kwamba imeshindikana. Tumejitahidi. Nafasi ya pili pengine kuipata. Nafasi ya pili inawezekana. Maana yake sisi hapa tumbiti Niger na tumbiti na Zambia pia. Lakini pia yeye kwenye nafasi ya pili, maana yake timu inayoenda ni iliyokusanya alama nyingi kwenye kundi. Yes, na nazungumzia kwenye possible pia. Kwenda kwenye stage ambayo inafuata. Si anashika nafasi ya pili. Ndio hicho kitu nilikuwa nakizungumzia kwamba tushinde mechi zetu zote mbili. Si ndio hivyo? Yaani bwana Rama. Yeah. Kundi letu sasa hivi lina timu ngapi? Na timu 5. Timu 5. Ambayo hapo Congo Brazzaville hawajatolewa mustakabali wao ni bado. Yeah, maana zile point kwa Morocco bado zinaishi, hazijatolewa. Sisi Congo bado hatujacheza nao mechi zote mbili, sio? Kabisa. Yeah. Najaribu kuangalia kwa sababu unajua advantage ya kukusanya alama nyingi ni maana yake ni wingi pia wa timu kwenye kundi. Sasa kama sisi ndio kundi ambalo